Video za kusikitisha zimeonyesha ukatili unaotekelezwa na wanamgambo katika kambi la Zamzam eneo la Darfur kaskazini nchini Sudan. Tayari zaidi ya watu 61,000 wamefariki huku zaidi ya watu 400,000 wakiachwa bila makao. Vita kati ya wanamgambo nchini humo vimeendelea kusababisha uharibifu wa mali na hata madhara mengine mengi. Victor Ngaruia anaarifu zaidi. Raia ambaye hajajihami kwa silaha yoyote apigwa risasi kwa karibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, wallahi guuzesh. Maiti kutapakaa kwenye ardhi yenye vumbi ya kambi ya Zamzam kaskazini mwa Darfur huko Sudan. Picha hizi za kutisha zinaonyesha wazi ukatili wa kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF wakitekeleza mauaji ya raia bila huruma. Cha kusikitisha zaidi ni sherehe zinazofuata baada yao kutekeleza ukatili huo. Katika video nyingine wanamgambo hao wanaonekana wakivamia kituo cha matibabu. Milio ya risasi inasikika huku moshi ukionekana kwenye majengo walioyateketeza. RSF walitangaza ushindi wao tarehe 13 Aprili baada ya mashambulizi ya siku ya 4 dhidi ya kambi ya Zamzam. Walichoma nyumba zetu, walichukua kila kitu, hata chakula cha watoto. Sijui kilichopata familia yangu. Najla Ahmed ni miongoni mwa wakimbizi takriban 1400 waliotorokea kambi la Tawila, umbali wa kilomita 60 kutoka kambi la Zamzam. Yeye na watoto wake wanaishi kwa msaada. Wakimbizi hawa wanapata changamoto katika kuyapata mahitaji yao ya kimsingi. Hawana blanketi, kuna uhaba wa chakula na ukosefu wa dawa za matibabu. Kulingana na ripoti ya shirika la utafiti kuhusu Sudan na London School of Hygiene and Tropical Medicine, zaidi ya watu 61,000 wamekufa tangu vita kati ya wanamgambo vilipoanza Aprili mwaka wa 2023. Victor Ngaruia, NTV.